Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 kuanzia ule mstari wa 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 mpaka 42. Neno Mungu anasema kwamba amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba pekee. Kwa maana kama vile zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa kisaga, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Kesheni basi, kwa maana mjui ni siku ipi atakao kuja Bwana wenu. Neno la Mungu linatoa tahadhari. Yesu Kristo akatanongea na wanafunzi wake. Aliambia wanafunzi wake katika sura 32 kwamba kwa mtini wajifunze, yani kupitia taifa la Israeli ambao ni mtini ukisha kuchipua. Halafu hapo mbele baadaye anakuja kuambia kwamba kadhalika mmeonapo haya, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Na kaambia kwamba kizazi hicho kwa mtini, yani ambacho ni kwa mtini, yani taifa la Israeli litakaporudi rasmi, litakapozaliwa, yani kizazi hiko hakitakiwi kupita mpaka yote yatakapotimia. Sasa anakuja kutuambia kwamba kwa habari ya siku na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba pekee yake. Lakini hiyo haituzuii kujua majira na nyakati za kuja kwa Yesu Kristo. Na nyakati mojawapo ambayo inatupa kujua kwamba unyakuo upo karibu ni mtini kuchipua. Hiyo nao ni mojawapo ya dalili na ishara ya kwamba tupo karibu. Lakini ninachokizungumzia hapo ni nini? Ninachokizungumzia ni kwamba Yesu anasema kwamba kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Hizo siku za Nuhu watu walikuwa wanafanya nini? Ilikuwaje hizo siku za Nuhu? Ndio Yesu anafafanua kwamba kwa kuwa kama vile siku zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu akaingia katika safina, wasitambue. Hii ina maana kubwa sana na inakaa kiunabii. Yani Yesu anaposema kwamba kipindi kile cha Nuhu watu walikuwa wanakula, wanakunywa, wakioa na kuolewa, hata Nuhu akaingia katika safina siku ile, wasitambue. Hii ni unyakuo. Kuna unyakuo utatokea afu wengine hawatatambua kama ni unyakuo umetokea. Ndivyo takapokuja hivi. Yani unyakuo sio kuja kwa Yesu Kristo mara pili. Ingekuwa ni kuja kwa Yesu Kristo mara pili, hapa wengine wasingeachwa, maana hata hawa wasingenyakuliwa. Kwa sababu uwezo ukasema unyakuo ni kuja kwa Yesu mara pili alafu tena anatunyakuwa, maana tunapishana. Sisi tunyakuliwe, yeye aje, sisi tunaenda wapi? Na yeye anakuja tena hapa duniani. Hiyo haikai vizuri. Kwa hiyo kama zilivyokuwa siku za Nuhu, watu wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa, Nuhu akaingia kwenye safina bila wao wote kutambua, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Anakuja hapa mstari wa 40 anafafanua vizuri kwa nini wasitambue. Mstari wa 40 akisema wakati ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Nataka niwaambie wale wanaosemaga hakuna unyakuo, hebu watuambie maana ya statement. Mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Wanawake wale watakuwa kisaga, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Sasa utakuja kugundua ni nini hapo. Mmoja anatwaliwa, hapo mmoja anaachwa. Huo ni unyakuo wa kanisa. Baada ya unyakuo, ziki kuu. Baada ya ziki kuu, ujio Yesu Kristo mara ya pili, anakuja kukomesha utawala wa mpinga Kristo na kuanzisha utawala wa miaka 1000 duniani.
hapa duniani tunatawala miaka, wakiwemo walionyakuliwa kabla ya ziki kuu na wale watakatifu watakaotoka kwenye ziki kuu, tutatawala pamoja miaka 1000. Waliokufa kwenye ziki kuu, watakaouliwa, watakaokataa kupokea chapa ya mnyama, watakaonyakuliwa kabla ya ziki kuu na watakatifu watakaotoka kwenye ziki kuu, wote tutatawala na Kristo miaka 1000. Sasa haiwezekani useme eti baada ya ziki kuu ndio unyakuwa kanisa, au eti Yesu ananyakua watu. Anafanyakua tu ndio hapa kati, tunakuja hapa kutawala duniani, anakuja kukomesha utawala mpinga Kristo na kuiondoa serikali ya mpinga Kristo. Tunatawala Yerusalemu pale, anatunyakua twende wapi? Baada ya ziki kuu Yesu anakuja kutawala, tunatawala miaka 1000 hapa duniani. Kwa hiyo kinachofanyika ni nini? Ni kwamba sisi tutakaonyakuliwa kabla ya ziki kuu, tutakuja kuungana na wateule watakaotoka kwenye ziki kuu na watakaoiwa kwenye ziki kuu. Ndio maana Yesu anasema kwamba zile siku zitafupizwa kwa sababu ya wateule wa ziki ambao wapo kwenye ziki kuu, sio sisi kabla ya ziki kuu. Kwa hiyo sasa kipindi ambacho tupo ni kipindi ambacho tuko bize sana na maisha, tunachakata sana na maisha, ni kiasi kwamba tunajisahau kama kwamba kuna kuja kwa Yesu na kuna unyakuo. Sasa hitu ndio Yesu anasema kipindi hiko watu wako bize kula, kunywa, kuolewa, kutafuta maisha. Kipindi hiko watu wamejisahau kabisa. Nuhu akaingia kwenye safina, yani maana yake wao hakutambua ni Yesu. Ndasema ndivyo itakavyokuwa kuja kwake. Hiyo niko hapa kukukumbusha, bado nasikia msukumo wa kuendelea kufundisha hizi bali na kuwapusha watu wa Mungu tusijisahau. Lengo sio ni kutishe au ni kuogopeshe, lengo ni kukufanya muda wote usisahau, ujiandae na ujiweke tayari na utubu. So lengo ni kukutisha uogope, hapana. Lengo ni zuri tu, ujiandae, ujiweke karibu na Mungu, ujitakase, umuombe Yesu atupe neema ya kuingia mbinguni kwenye ufalme wake. Bwana Yesu Kristo awabariki. Amen.